inatokana na namna ambayo wenzetu wameondoka katika uhai huu wa kidunia. Na wenzangu katika serikali, mimi nikiwa kiongozi wao, wameeleza kwamba serikali tumeshapata mwelekeo mzuri, kwa sababu ni jambo la kipolisi na la kipelelezi, lakini nataka kuhakikishia tu wafiwa na waombolezaji wote kwamba tutampata mhusika wa mauaji. Hilo ni la kwanza. Lakini jambo la pili ni jambo ambalo linaigusa viongozi wangu wa kiimani juu ya mioyo ya watu wetu. Serikali tunazo magereza, tunao polisi, tunao majeshi mengine kwa ajili ya kudhibiti watu waovu katika jamii. Lakini uovu husababishwa na mioyo, na watu wanaoweza kutibu mioyo ni viongozi wangu wa dini na kuilainisha mioyo yao na kumwelekea yeye. Lakini sasa tunao viongozi wa dini ambao tunawategemea kwamba walainishe mioyo ya watu wetu. Wakati napokea taarifa hii, kulikuwa na taarifa nyingine pia naipokea wakati mmoja huo wa kijana mmoja wa kiume aliyemuua mama yake wa kumzaa kwa kumnyonga. Yaani amemkaba koo mama yake mpaka amemuua. Na kisa chenyewe ni kwa sababu mama yake alimkataa au alimshauri asimuoe mwanamke ambaye alikuwa anataka kumuoa. Hilo peke yake ndio sababu ya kumuoa mama yake. Sasa nimepata taarifa hiyo, wakati najaribu kuifikiria napokea taarifa nyingine kwamba kuna mauaji mengine yametokea hapa wilayani kwetu. Sasa tujitahidini, nyie mnafahamu zaidi maneno mazuri ya kiroho na lugha za kuzungumza ili kulainisha mioyo ya watu wetu. Mioyo hii migumu lazima itafutiwe tiba, na tiba yenyewe lazima iwe ya kiroho. Hata tukijaza magereza yetu yakajaa yakafurika, bado mioyo ya watu haiwezi kubadilika. Tunahangaika na miili, lakini roho zina namna yake ya kuzitibu. Tusaidieni kuzitibu roho na mioyo ya watu. Sisi kama serikali kweli tumepokea msiba huu kwa namna ya kipekee sana, kwa sababu msiba wenyewe ulivyotokea, lakini aliyefiwa pia ni mtumishi wetu ambaye tumefanya naye kazi siku zote. Ni mtumishi mwema, ni mtu mzuri ambaye utegemei kwamba tukio la namna hili linaweza likamkuta. Ni mtu mwema sana.